Marekani inadai kwamba kuna hujuma kubwa zinafanywa na watu wa magharibi hasa katika mpango wa kumaliza vita nchini Ukraine. Marekani imesema inahujumiwa katika sera zake za kimataifa, ambapo mataifa ya magharibi ambayo pia ni wanachama wa NATO yamekuwa yakitengeneza hujuma dhidi ya mpango wa Marekani wa kumaliza vita nchini Ukraine. Hii imeifanya Marekani kutaka kujiondoa katika NATO. Mkakati wa usalama wa kitaifa wa mwaka 2025 NSS wa Marekani ambao ulitolewa na ikulu ya White House mnamo Desemba 4 mwaka 2025 unaashiria mabadiliko yanayoweza kutokea katika sera ya kigeni ya Amerika chini ya utawala wa awamu ya pili wa Trump ikilinganishwa na utawala wake wa kwanza kama rais. Hati hiyo yenye kurasa 33 inakumbatia kwa uwazi fundisho la kuitangaza na kuikumbatia Marekani kwanza kuliko taifa jingine na kukataa utawala wa kimataifa na vita vya kidini na vya kiitikadi kwa kupendelea uhalisia wa kimatendo katika kushughulikia na unaolenga kulinda maslahi ya msingi ya kitaifa, usalama wa nchi, ustawi wa kiuchumi na utawala wa kikanda katika ulimwengu wa magharibi. Marekani wakati huu inahisi hujuma kubwa inafanywa na watu wa magharibi. Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa, wanachama wakuu katika NATO ukiachana na Marekani, wanadaiwa sasa wameanza kuichochea Ukraine kuachana na mpango wa rais wa Marekani wa kumaliza vita kati yake na Urusi. Rais wa Ukraine alikuwa nchini Uingereza ambapo alikutana na viongozi wakuu wa mataifa hayo ya magharibi, na moja kati ya jambo ambalo inadaiwa wamekuwa wakimshawishi ni kuachana na mpango wa rais wa Marekani Donald Trump, hasa suala la kumaliza vita kwa Ukraine kukubali kutoa eneo lake. Hii yote inaifanya Marekani kupitia rais Donald Trump kuhisi hizi ni hujuma katika sera zake za mambo ya kigeni na utatuzi wa migogoro ulimwenguni. Hata hivyo, kupitia mkakati huo wa usalama wa kitaifa wa mwaka 2025 unakosoa unyanyasaji unaofanywa na watu wa magharibi pamoja na ulimwenguni kote, ambapo Marekani haitokubali kudhoofika kwa namna yoyote. Hata hivyo, imeweka mtazamo wa Trump kama marekebisho ya lazima ambayo yataleta zama mpya ya dhahabu, na mkakati huo unatanguliza uanzishaji mpya wa viwanda unaolenga kukuza uchumi wa Marekani kutoka dola trilioni 30 hadi dola trilioni 40 ifikapo miaka ya 2030, lakini pia usalama wa mpaka na kushughulikia masuala ya kimataifa au kukuza demokrasia. Mpango huo unakubali ulimwengu wa pande nyingi na sasa unakubaliana na kile ambacho China na Urusi wanataka. Hii ni tishio la haraka na kwamba mpango huu unataka kuyaondoa pia mataifa ya magharibi katika kile ambacho kwa muda mrefu kilikuwa kikionekana duniani kwamba wamekuwa wakimiliki chochote wanachotaka kufanya, na Marekani sasa inakuja katika mpango huo na inatoa wito wa ushiriki wa kuchagua na wapinzani. Hata hivyo, hatua ya Trump wakati wa miezi 11 ya kwanza ya urais wake zimekuwa haziendani na zinapingana na mikakati iliyoandaliwa na watu wa magharibi kwa muda mrefu ambao mipango yao ilikuwa ni kuitawala dunia na kwamba kuamua chochote ambacho wanataka kufanya. Na hata wakati huu wanataka kuamua kufanya chochote nchini Ukraine huku wakiamini wanaweza kuishinda Urusi. Trump binafsi katika kile anachoamini ni katika kuleta amani katika migogoro 8 ikiwa ni pamoja na usitishaji wa vita wa India na Pakistan, lakini kurudi kwa mateka wa Gaza, makubaliano ya Rwanda na DRC na kupata ahadi ya mdomo katika mkutano wa mwaka 2025 wa The Hague wa wanachama wa NATO kuongeza matumizi yao ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa. Inainua uhamiaji kama tishio la juu la usalama. Imehamia nchini Ukraine sasa ikiona kwamba ni wakati wa kumaliza vita hivyo. Rais wa Marekani aliingia madarakani katika miongoni mwa sera zake za mambo ya kigeni ilikuwa ni kumaliza vita vya Ukraine ndani ya masaa 24, lakini hadi wakati huu vita hivyo bado havijamalizika, akiwa katika utawala ndani ya miezi 11, na hadi wakati huu anaamini ni viongozi wa mataifa magharibi ambao ni wanachama wenzake wa NATO wanaosababisha kukwamisha mpango wa kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Na hivyo miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa ni kwamba huenda Marekani kupitia Rais Donald Trump akaitoa katika NATO na kuachia wanachama wengine wa NATO waiendeshe NATO watakavyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.